Unatakiwa kufanyeje kipindi unachopata uchovu unaopitiliza wakati ni mjamzito? Swali tunaliona hapo, mtu anasema anakosa nguvu mpaka miguu anahisi kulegea. So, kuna kitu hapa nataka tujifunze. Kwa kawaida ujauzito, kumbuka, ni ugeni. Kwa maana yake mwili unakuwa unafanya kazi ya ziada. Mara ya kwanza labda moyo wako ulikuwa unapeleka damu kukufaidisha wewe peke yako, lakini sasa hivi kuna mtu amekuja, kuna kiumbe kipya, kwa hiyo moyo unafanya kazi mara mbili. Ni mfano mwepesi. Kwa maana hiyo mwili unakuwa unafanya kazi ya ziada. Inawezekana ikawa ni sababu, lakini mara nyingine kwa sababu ya yale mabadiliko ya homoni. Nimeshaongelea sana kwamba mimba inakuja na mabadiliko makubwa ya homoni, na ndizo ambazo zinaleta mabadiliko pia ambayo wewe unayasikia kimwili. Homoni ya progesterone mara nyingi inaleta hali hiyo ya uchovu. Sasa kinachotokea ni kwamba inawezekana kukaa kuna vitu vitatu ambavyo vimesababisha hali hiyo, ikiwa changamoto hiyo ni ya kudumu au haivumiliki. Kitu cha kwanza ni upungufu wa damu, anemia. Mara nyingi ndio maana watu wanashauriwa watumie FeFo na sio folic acid. Chini mbali ya anemia inaweza kuwa ni hali ya shinikizo la damu kushuka, yani hypotension. Kwa kawaida mjamzito, kama nilivyosema, kazi inakuwa kubwa. Wapo watu ambao wana develop hypotension, ndio maana kwa mara kadhaa unaweza kumshauri mtu tumia Coca-Cola kwa kipindi hiki, tumia. So kuna umuhimu sana kuhudhuria kliniki ili wakupime wajue pressure yako inakaaje. Kutumia vyakula ambavyo unavihitaji, hususan vitamins au vyakula vya asili ambavyo vitachochea utengenezwaji wa damu kiwepesi, mfano mboga za majani, dagaa na vitu kama hivyo, au muda mwingine nyama. Kwa hiyo hii inaweza kupelekea mtu pia akasikia uchovu na hali hiyo ikadumu. Kitu nyingine ya muhimu hapa ni kukosekana kwa usingizi. Kama unashindwa kulala, tunajua mwili unakuwa umechoka. So jitahidi unapata muda unalala. Usitegemee kulala masaa mengi sana, kwa sababu ya ujauzito itakuwa ni ngumu. Lala kidogo kidogo. Unapata nafasi, lala. Unapata nafasi, pumzika. Lakini issue nyingine ya muhimu hapa, nataka tujue kwamba dalili zipi ukiziona utajua kwamba hii ni changamoto kubwa na ukimbilie hospitali, hususan kwenye swala la uchovu. Kwanza, ukiona unapata kizunguzungu cha hali ya juu, yani ambacho mpaka ukiangalia hivyo unaona maluelue. Pili, ukiona unapata uchovu au hali ambayo inakufanya ushindwe hata kufanya shughuli nyepesi, mfano kuchukua kikombe kwenda kuchota maji, kuchukua kikombe kwenda kumimina maji, kuchukua kikombe kwenda then unywe, ikawa inakushinda. Au mara nyingine kupoteza fahamu, mapigo ya moyo kukimbia sana, na dalili nyingine ambazo wewe utajisikia kabisa kwamba sasa hapa mimi ni mahututi. Tafadhali usikimbilie hata Instagram, TikTok au wapi. Nenda moja kwa moja kituo cha afya upate msaada wa haraka. Inawezekana ni shida ambayo ikapelekea wewe na mwanao tukampoteza mmoja wapo au wote. Kama makala ina mtu fulani naye atajifunza. Jitambue, jitibu, jiamini.